Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kuhisi maumivu kwenye kitovu. Akiba yako itakuwa ndogo sana kutokana na matumizi mengi ulioyafanya. Mtu atahisi unamfanyia kusudi kwa utakachomwambia. Kuna jambo litafanyiwa marekebisho kwako. Nyota ya ndoa. Kufikiria kutubu jambo ambalo ulilifanya. Kuhisi mtu anahusika kukuumiza. Mambo ya mtu utaachana nayo kabisa. Kupenda sehemu unapopendwa. Hatua zako kuzihisi ni nzito sana kufikia malengo. Lakini yapo yanayokutoa hofu hiyo. Kuuhisi ubaya wa mtu. Moyo wako utakuwa mzito sana kuwa karibu naye. Hutotaka kufanya jambo kwa mazoea. Mabadiliko ndiyo unayoyatamani kila siku. Utazungumza ndani yako kwa kitu kitakachofanyiwa kazi. Nyota ya mizani. Kuhisi wivu sana. Nguo utakayoivaa itachanika. Ni ishara mbaya hasa ikiwa imeonekana na wengi. Ile ikiwa umeona peke yako, basi utaweza kudhibiti tatizo. Moyo wako utakuwa mzito sana. Hata katika kukubali kitu utakuwa mwenye kusita. Kupata mawasiliano na mtu ambaye yuko nchi ya mbali. Muingiliano wa mambo mazuri yataingia kwako ambao utakufurahisha. Taarifa yako muhimu inahitajika uondoshe kinyongo ulichokuwa nacho. Utapata njia bora katika ombi lako kujibiwa. Usijipe vifungo wewe mwenyewe. Ikiwa wapo wengine wanapambana kukufunga. Nyota ya samaki. Moyo kukuuma. Unapata taarifa nyingi unazozipuuza. Kosa moja litagharimu mambo mengi. Mtu atazunguka sana kukufikishia ujumbe. Utashirikiana na mtu ambaye huwa mnakosana sana. Nyota ya nge. Kumpa mtu nafasi ya kumsikiliza ikiwa mwanzo hukutaka kumpa nafasi hiyo. Kutokea sehemu na watu kushtuka kwa uwepo wako. Kukemea mabalaa yasikufike. Moyo wako unajua kitu. Upe nafasi ya kukujuza. Baadhi yenu kulia. Kuna kitu kinachokuumiza. Utamtafuta mtu wa kukufanyia maombi. Jiepushe na kauli kali unazotamka. Jirekebishe kuondoa sumu yenye kinyongo ndani yako. Nyota ya kaa. Sauti kukauka. Kupatwa na taharuki ya kitu. Mtu atakuuliza jambo muhimu. Kuuchunga ulimi wako. Hivyo hutotaka kusema maneno makali kwa kuwa unajua yataumiza au kutenda. Sehemu inayokupa changamoto inakupa hatua nyingine njema. Amini kuwa kuna nafasi nzuri mbele yako. Kuna watu wameacha kukusema vibaya kwa sasa. Kuna mtu atakuomba msaada. Usisite kumsaidia ukiweza. Nyota ya punda. Kuibiwa kitu kwa baadhi yenu. Mtu anajaribu kukufanya uwe mtumwa wake. Kupatiwa taarifa ya ndoa. Hutoridhia kulala sehemu ambayo hujairidhia. Makosa ya mtu yanakupa ghadhabu. Kuambiwa kuwa una ukorofi au ukali. Maisha ya watu yatakufunza kitu. Utakubali kitu kwa kuwa mtu kaamua. Mtu atakufanyia jambo kwa ukarimu. Nyota ya mshale. Tabia mpya kujionesha kwako. Yaani utakuwa na utofauti fulani wa kitu. Utatamani watu warudi katika upendo wao kama zamani. Utahisi mtu kakuaibisha kwa kitu alichokiongea. Mtu atahitaji kuongea na wewe sana. Kuzuiliwa kwenda sehemu au kufanya kitu. Nyota ya simba. Kutamani upate pesa nyingi. Mtu kukupa mwongozo mzuri unaofikiria kuutimiza. Kumuhisi mtu ana tabia ambayo si nzuri. Kufanya kazi kwa ugumu. Rafiki yako wa zamani atakutafuta au utaonana naye. Kwa baadhi yenu visa vya familia vitawachosha. Kuhisi maumivu kwa kuchonganishwa na mtu. Mapenzi ya mtu yanarudi kwako baada ya kuwa na kufikiria sana. Kupata kazi mpya. Nyota ya mbuzi. Kuhitajika sehemu mara kwa mara. Mtu atauona umuhimu wako sasa. Utatoa huduma muhimu kwa mtu. Kuhisi koo kukauka au kuuma. Kumuulizia mtu sana.
kitu kuanguka mbele yako. Ikiwa kitaharibika, hiyo ni ishara ya tatizo kwako. Kisipoharibika, kuna jambo kubwa utalifahamu. Nyota ya mashuke. Watu waliokuwekea chuki watachukiana wenyewe. Unaenda mbele japokuwa unahisi kurudi nyuma. Kuna kitu utakikatia tamaa. Utakuwa mwelewa na utayari. Kufikiria sana kufanya ibada. Kutumia kitu chenye chumvi nyingi. Kitakachofanya mate yajae mara kwa mara. Kumpenda mtu kwa uzuri wake. Mashuke. Usijikatishe tamaa. Una nafasi ya kuweka sawa ulioyakosea na unayoyahitaji yaweze kutimia. Utakapomuona farasi siku ya leo, tambua ni ishara njema ya mali, ufaulu pamoja na uponyaji. Nyota ya ng'ombe. Unahisi unazungumziwa na ni kweli iko hivyo. Mtu ataingilia kati katika uhusiano wako na mtu ambaye una malengo naye. Kumtambulisha mtu mpya. Kutumiwa mzigo wa kibiashara. Utapanga jambo kubwa litakalokuwa na matokeo ya pesa nyingi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.